إنه القرآن حيث المعجزات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karibuni wapenzi watazamaji katika kipindi cha Al-Bayinat, kipindi ambacho unapata tafsiri ya Qur'an tukufu katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan kwa njia nyepesi kabisa kupitia kwa mashekhe mbalimbali. Na leo biidhnillahi taala katika mfululizo wa kipindi chetu itakuwa ni muendelezo wa suratul A'raf, na leo tukiwa tunaendelea katika aya ya 70 biidhnillahi taala. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وهي قوله تعالى قالوا أجئتنا. Baada ya mazungumzo au malumbano, kwa sababu inaonekana hapa kama vile kuna malumbano baina ya mitume na watu wao wanapowalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kulikuwa na lafzi nzito, lafzi ngumu. Qalu ajitana ya Hud, bana hivi umetujia wewe Hud, linaabudu Allah wahdahu, tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wakati tuna waungu wengi. Na hii tabia kuwa na masanamu watu kwa kiabudu walikuwa nayo hata watu wa Nabii Hud. Kwa hiyo hivi wewe umetujia linaabudu Allah wahdahu, tumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake, wanadhara ma kana yaabudu abauna, na tuache yale ambayo walikuwa wakiabudu au wale waungu ambao walikuwa wakiwaabudu wazee wetu. Na hii tumelizungumza kwamba nafasi ya wazee ilikuwa na nafasi kubwa sana zamani hadi leo. Basi kama ndio hivyo, basi hatutaki. Maana siyaki ya aya inaonyesha kwamba vile hawataki, fa'tina bima ta'iduna, basi tuletee, tuombee adhabu kwa hayo uliotuahidi kwamba kuna kiama, kuna adhabu. In kunta minas sadiqin, kweni katika wakweli. Kama ni wakweli wewe ya kwamba atakayeacha kumwabudu Mwenyezi Mungu ataadhibiwa, tuomba adhabu, kama alivyosema Makuraish kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni haki inatoka kwa Mwenyezi Mungu, basi mwambie tuletee hijara minas samaa, tuletee mvua itakayo ya mawe kutoka mbinguni, au tuletee adhabu. Qala Nabiyullah Hud akawaambia, qad waqa alaykum min rabbikum rijsun wa ghadab, bimaana nyinyi mmewajibikiwa min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu mlezi, rijsun wa ghadab. Rijsu manake sakhab na ghadab manake ni chuki, au mmeghadhibikiwa kutoka kwa Mola wenu adhabu, wa ghadab na chuki za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum wa aba'ukum, yani mnaingia kwenye ugomvi na mimi, mnaingia kwenye mjadala na mimi katika majina ya hawa waungu wenu ambao ni masanamu, ambayo mmeaita nyinyi pamoja na wazazi wenu, ma nazala Allahu biha min sultan, hapo Mwenyezi Mungu hajashusha hoja yoyote kuabudiwa masanamu kama haya. Fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. Na takriban aya hizi zikawa zinaendelea mpaka kufikia kwamba Mwenyezi Mungu kuja kuadhibu watu wa Nabii Hud. Na mara nyingi sana tumeshazoea katika baadhi ya sura za Qur'an huwa zinataja aina ya adhabu.
tunaona Nabiullahi Nuh akamwokoa yeye na watu wa safina. Hapa tunamuona Nabiullahi Hud hapa na watu wake kwamba akaokolewa, akaadhibiwa. Yani sehemu ya adhabu kunakuta ni aya moja tu pap, hakuna kisa cha adhabu kama ulivyoona katika baadhi ya suwari nyingine. Kuna baadhi ya sura inaelezea ile namna gani ilivyokwenda, ilivyokuwa mpaka kuja kutengeneza jahazi. Tofauti na hapa, inaonekana lengo kubwa ni sio sura ya adhabu ilivyoshuka, mjadala uliofika mpaka mwisho kuja kuadhibiwa. Na nadhani kwamba inawezekana, ndio maana hakuna tafsiri ndefu sana. Naam. Fa anjaynahu walladhina ma'ahu birahmatin minna, tukamwokoa yeye na wale ambao aliokuwa nao kwa rahma kutoka kwetu sisi. Waqata'na dabra alladhina kadhabu biayatina wama kanu mu'minin, maana tukamaliza wale ambao wamekadhibisha aya zetu na wala hawakuwa ni wenye kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nafikiri hapa itakuwa tutasimama katika aya zetu za leo tuweze kuangalia kama kuna sehemu ya kuijazia. Naam, hapa inaonekana dawa inakuwa na marahili, na wale ambao Allah kawaita mala nao pia wana marahili. Utaona uslubi ya kwanza katika dawa, pale inapoanza dawa wanakuja na kitu kama kejeli, wanaanza nayo kwamba tunakuwa na wewe na wanakufuata ni watu wapuzi tu, kwamba unasema tunakuwa na wewe na mambo ya kipumbavu, wewe kama mtu ambaye huna akili timamu, ndio gani unayaleta. Lakini kwa kuwa yule anaendelea dawa, anaendelea na wale nao wanabadilisha lugha sasa, kwa sababu itakuwa anaanza kuathiri, anaanza kuchukua watu, wanabadilisha lugha na wao. Naona lugha inayokuja tena baada ya pale tena ni vitisho. La illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin, kama utaacha, naona endelea, kama utaacha utakuwa ni katika watu kupigwa mawe mpaka. Lakini tunaona kwa Hud pia nayo hali hiyo ilimkuta, lakini kabla ya hapo walifikia kumtisha kwamba katika surati Hud nasema kwamba inna qulu illa ataraka ba'du alihatina bisu, kwamba sisi tunakuona kwamba wewe hivi unavyokwenda ule upumbavu unaoleta sio bure, ni hawa viungu wetu hawa wamekusha kuumiza wewe bwana. Wewe wanachezea waungu, watakuwa washakuumiza, kwa hiyo achana na hiyo habari. Sasa hapo naona kauli ya mwisho ni kuona kwamba washakata tamaa, kwa sababu bwana, kwa maana hiyo bwana, tunaona bora wewe lete tu hiyo adhabu ambayo unatutishia nayo, unatutishia nayo, sisi tuko tayari, lete adhabu ya Mwenyezi Mungu kwa kweli katika wasema. Na pale inakuwa sasa mtume anarudisha ujumbe kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba bwana, mimi nimeangalia, lakini kiwango changu ni hiki, kwa hiyo mimi naona ndio akamwambia fantadhiru inni ma'akum. Kwa hiyo ngojeeni na mimi nangojea, tungojea adhabu ya Mwenyezi Mungu hapa na matokeo yake. Kweli adhabu ya Allah ikaja, lakini akaokolewa yeye na watu wake. Na hii ni ndivyo inavyokuwa siku zote, lazima kutakuwa na kundi la watu wema, hawa Mwenyezi Mungu anawaokoa pamoja nao, na wale wabaya nao wanaangamizwa. Na kusema fakuti adabu wakatoa adabu alladhina kadhabu biayati, kang'oa mizizi yao wote tukawaangamiza. Kwa nini? Kwa sababu wamekataa kuamini. Na wale walioamini fanjainahu walladhina amanu mahu birahmatin minna. Kwa hii ndio haki siku zote, fikisha ujumbe, lakini unaamini kwamba itakapotokea utakuwa umekushapata udhuru kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ni kuashiria kwamba usiache dawa, usiache kulingania. Mkishika hasira mkasema basi wabaki na wasibaki, shauri hii itakuwa ni hatari. Kuna kisa kimoja, tuseme hikaya. Mmoja alikuwa kaoa kijiji fulani na shekhe, akaenda kutembelea kwenye kile kijiji kwa mke wake, wakawa pana hadhara, pana harusi na hadhara. Karibisha shekhe, tafadhali hebu zungumza na watu kidogo. Sasa shekhe akazungumza sana, akarefusha ile khutba. Kumbe mkeo kukakasirika, awambie wenzake mimi ndamuondoa pale pale.
Usiwaje utamwezesha. Muda sasa hivi ni muda wa kuwa nyumbani, yeye amaliza. Kwani hawaelewi wale bwana? Kwani hawajui wale? Haya yote anazungumza najua. Mambo yanasifanya hivyo. Sasa Sheikh alipotoka tu, anatoka kwenye hadhara akashika mkono. Twendeze nyumbani. Vijana watu kwani hawajui wale bwana? Sikuacha toka ukipotesha shauri zao wewe kuhusu nini? Kwa hiyo na hawa na maana usiseme kwa shauri zao, kwa sababu adhabu ikija ya umru as-salih tuwata. Naam. Allahu Akbar. Naam, katika baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukayazungumza pia katika sehemu kubwa sana, hawa walikataa dawa ya mitume wa Mwenyezi Mungu. Mojawapo katika hoja nyingine sema wanadhara ma kana yaabudu abauna, yani hivi tusikize wewe au tusikize wazazi wetu? Tuna vitu tumevikuta, hofu ya matambiko. Naona wakati mwingine kuna baadhi ya vitu vimeachwa na wazazi, na kuna matishio kwamba ukiacha kuabudu sengine utatengwa, ukiacha kuabudu, ukiacha kufanya mambo kama hayo utapata matatizo mbalimbali, hata kwenye ngoma za mila, vitu gani yote yatakuwa wanadhara makana ya abudu abauna. Tukusikize wewe, tuache yale ambayo walikuwa wakiabudu wazazi wetu. Na hapa ndio inaonekana kwamba wazazi wachunge sana, kwa sababu wanaoyafanya kwa watoto wao, watoto wanakuja kuyachukua kuyafanya kama vile ni dini, na inakuwa ni vigumu sana kuweza kuyaacha, kwa sababu baba amewalea watoto taratibu taratibu taratibu. Mimi bado nimalizie katika mudakhala kama huu. Kuna mzee mmoja ana watoto wake, kipindi cha ujana wake alikuwa na mazira fulani, kipindi cha utu uzima wake akaanza kumwelekea Mwenyezi Mungu, kufanya ibada kwa wakati, kusoma Qur'ani. Alivyolea watoto hawa wa kipindi cha ujana walikuwa tofauti na huyu ambaye alilelewa kipindi kile cha tauba, walikuwa tofauti kiasi kwamba yani hata ule mfumo wa ibada, vitu gani tena, katika jambo la ajabu, huyu aliolelewa kwenye kipindi cha tauba akili kile ina shida, hayuko vizuri, lakini ndo mcha Mungu wao. Hawa wenye akili timamu ambao walikuja mkuta baba ndo kwenye mazingira fulani, hawako vizuri. Hawa ni mambo maajabu katika mambo ya malezi, kwa sababu angekuwa huyu ambaye ana akili mbaya, ilikuwa ndo asiwe na ibada sio, lakini wallahi vipindi vitano, bali katika baadhi ya mawakifu ya ajabu, hata alikwenda msikitini, akienda akapatwa na hali fulani akatapika, yaadhiniwa tena swala nyingine, aenda msikitini. Wewe na msikitini si waumwa, utaona kuwasumbua, asema lazima niende, kwani hawajui kama mimi naumwa? Hata kama nitatapika wale mimi naumwa, hapitishi kipindi, na haendi nyumba ya mtu likizo kama itakuwa watu hawasali. Lakini malezi ya wazazi. Tuchukue mapumziko mafupi inshallah. للهدى والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمات روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات. بينات إنه القرآن حيث المعجزات. Mujadala wahajikum bitahia islamia al-khalida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu yetu mtazamaji, kipindi ambacho kikiwani ni Al-Bayinat, na tulikuwa tukisherehesha kuanzia aya ya 70 na kuendelea, na ilikuwa tukiwa tunasherehesha kuhusu malezi inakuwa ni chanzo cha kuweza mtoto kuwa mwema kwa sababu ya malezi mazuri, au mtoto kuharibika kwa sababu ya malezi mabaya. Naam, Sheikh. Kuna jambo ambalo pia tunalipata katika huu mtiririko wa visa, sababu tumeanza na visa tokea mwanzo, kisa cha Nabiullahi wa Abuna Adam alayhi salam na Iblisi. Imekuja mfulizo wa visa vya ashabu janna, ashabu nar, ashabu al-a'raf,
na mazungumzo mbalimbali, na mpaka tunafikia kwenye kisa cha Nabiullah Nuhu, na sasa tupo kwenye kisa cha Nabiullah Hud alayhi salam. Katika matukio yote yaliyotajwa humu ndani kuna mafunzo makubwa sana ya kuonyesha mazingira ya dawa, mazingira ya dawa na baadhi ya misukosuko ambayo ina mfanano katika kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanayokutana nayo wale wanaolingania, hasa mitume ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaukumbusha umma kwa kusema ashaddu nnasi balaan al-anbiya thumma salihuna thumma al-amsal fal-amsal, kwamba mitihani mizito mitume ya Allah, kisha wale wema, kisha wanaofuata kwa wema, mpaka imekuja hadithi nasema yubtala al-abdu ala qadri dini, mja anajaribiwa kwa mitihani kwa kiasi kadri imani, kadri kiasi cha imani yake. Sasa tusitaraji sisi hata kidogo kwamba tutakuwa na mazingira laini katika kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inakaribia kusema kwamba kukutana na mazingira laini, kwa maana mepesi, jambo ambalo si la kawaida, kwamba wewe unafanya dawa usiudhiwe, wewe unafanya dawa usitukane, wewe unafanya dawa usikutane na yale ambayo umekutana na wema waliotangulia, ni jambo kwa hakika linaweza likawa ni mustahili tokea hiyo jambo. Kwa sababu ikiwa mtume amesema kwamba yule anayepimwa imani yake, yule ambaye mwenye imani ambao ni mitume ya Allah wamezidi imani, wamefanyiwa vituko na wamepata mitihani mikubwa. Sasa kila yule ambaye atakayefuata njia yao lazima apate mitihani. Na katika hilo la kupata mitihani mitume ya Allah kuna taslia kubwa kilewazo kwa kila yule ambaye anayepita kwenye njia hii. Tena shekhe, hiyo nafikiri ni nukta moja muhimu sana ambayo wakati tunaposherehesha hivi visa ambao wanachuoni akizungumza sana anaitilia umuhimu kwamba hii visa hivi, kwa sababu anasimuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam taslia kwake, akaambiwa sana Nuha wa ila Thamud akhahum Salih, sijui haya yote ni taslia kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pia ni taslia kwa maduati nao, sababu wanakuwa wanafanya kazi ambayo wamebeba wadhifa wa Mtume Muhammad alaihi salatu. Kwa hiyo sehemu ya taslia unaposoma Qur'ani kuna baadhi ya mazingira mengi sana unajifunza. Moja wapo ni kujifunza uvumilivu, lakini kujiliwaza haya yaliyokukuta wewe sasa hivi yamewakuta. Unaweza kupata maneno kama kwamba yule ana akili mbaya, yule akili mzima. No. Lengo ni kukuharibia sura na tashwihi, na hii inaonekana kwamba ndio sura ya watu wengi sana, wataka kumwangusha mtu, hasa mlinganiaji. Wanatafuta baadhi ya mambo wamwangushe nayo, anayo ama hana. Ila tu mimi nimalizie kusema mara nyingi sana, ogopa kumsema mtu ukiwa una nia ya kumwangusha. Ukimsema kweli, wallahi utakuja sema ya kwako kweli, na kama itakuwa wamzulia vile vile, dunia haitachukua muda mrefu, watatokea watu waje kuzulia. Hata kuna msemo anasema ana la uhibbu shamatata min ahad walakin yu'jibuni ad-dunya kayfa tajid. Sifurahi mtu akipata shida, lakini kinachonifurahisha ni dunia namna gani mara moja inazunguka. Hata kuna baadhi ya mawakifu, kuna bwana mmoja aliwaambia mimi, bwana, mtu waoa wake wawili afu sijui mara mtu wamwacha hivi, umeoa. Akasema maneno mengi sana, ghafla akaja akaingia kwenye ndoa naye, haikuchukua hata miezi mingapi naye akaja kaacha. Wallahi subhanahu wa ta'ala, ikoje dunia ina mwangwi. Ukimsema mtu kwa ukweli aibu zake, wallahi utachukua muda, kuna ya kwako na utakuja kusema. Amen. Pia katika sala ya dawa nimesisitiza sana uvumilivu. Na
Mwenyezi Mungu kama alivyosema Sheikh, kwamba vinapokuja vivisa si kwamba ni kitu cha kujifurahisha kama vile mtu anasoma novel, yani vitu vya kusoma sifa, kitu fulani cha kumfanya mtu ajifurahishe tu, bali kuna takiwa mazingatio kama vile alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibratun ma kana hadithan yuftara. Katika visa vyao kuna mazingatio makubwa, yani mtu anapata mazingatio. Na Allah akapigia mfano wa kile kisa cha Nabii Yunus. Hakuna maana kwamba Nabii Yunus alikuwa na mapungufu. Allah alikifanya kile kiwe mazingatio kwetu. Yeye alipeleka dawa, alafu akatasara kumbe Mwenyezi Mungu, bwana mimi nakienda kulingania hawa, Mwenyezi Mungu waangamize bila kurudisha ujumbe kwa yule aliyemtuma. Akaondoka katika mji akiamini kwamba wale watangamizwa, badala yake maangamizo yakamfika yeye. Akagundua kwamba kosa lake lilikuwa nini. Wakarudi kwa Allah, akasema la ilaha illa anta subhanak wa dhannun idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu min al-gham kadhalika nunji mu'minin. Kwa hiyo katika kuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala baadaye alipogundua, na hili ni dawa, unapofika mahali usikate tamaa. Kama pale pamekuwa na uzito wa kufikisha, basi hamia eneo jingine kwa ajili ya kulenga, lazima pale ujumbe ufike. Kwa maana mwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kafanya dawa Maka mpaka na ugumu, akaondoka. Si kama labda akaondoka kwamba kashindwa, anaenda kutafuta kasi ya kuweza kuingia, na kweli hilo lilifanikiwa. Kwa hiyo wakati watu tamaa, na yote katika sera ya mitume ni mafunzo kwetu sisi wadai, kwamba tusiwe na hasira, tusiwe na haraka, ili tuweze kufikisha ujumbe, kwa sababu tunataka kuwakomboa watu. Ni wagonjwa. Kwa hiyo mgonjwa unampa dozi kwa kiasi chake. Mara nyingine sasa mgonjwa anaweza kukung'ata, anaweza kutemea mate. Yote hizo ni katika njia za kuonyesha. Ndio maana katika fani ya udaktari inatakiwa mtu kwanza ende akasome, afundishwe yale yatakayojiri. Leo tumekuwa tunapata shida katika hospitali yetu kwa sababu wengi hawana ile taaluma, kachomeka tu, kinasoma kamaliza kupatiwa kazi. Sasa anakutana na vitu, ndio maana maana manesi wauguzi hawako vizuri, wauguzi wajehudi. Kwa nini? Kwa sababu hawakupata ile taaluma sawa sawa ya muuguzi anatakiwa aweje. Kwa hiyo wao wako kikazi zaidi na sio huduma ya kihuduma. Naam, tumebakiwa na dakika chache sana katika kumaliza hizi aya ambazo tumezisoma leo, na kwa ujumla tumejifunza vitu mbalimbali ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuwatuma mitume kwa watu wake. Na kwa ujumla Sheikh, hawa ili kabila Thamud akhahum Salih, na hapo kabla tujafika kwamba hizi nyambo tutasoma baadaye inshallah. Tunapozungumzia watu wa Aad, namna gani walivyokuwa na Mwenyezi Mungu alivyokuwa akawaangamiza, walikuwa wakubwa, lakini mwisho wa yote tunajifunza nini katika hizi aya? Sababu mbaki na dakika chache tu kuna taslia na nini, lakini kuna mbaki na dakika chache kukamilisha kipindi leo inshallah. Nafikiri katika mambo ambayo labda unaweza ukayazungumza katika mafunzo ambayo tunayapata ni sababu zinazowapelekea watu kupinga pia. Sheikh, umezungumza athari za wazazi wanaoziacha, kwamba inna wajadna abaana ma kana yaabudu abauna, ni athari ambazo wanazoziacha. Kwa hiyo wale wanaorithi wanaamini kwamba hiki ni kitu chenye faida. Wasema inna ala atharihim muqtadun. Kwa hiyo ukisema, yani tukizungumzia kuhusu hilo, ukiliangalia kwa undani kabisa na uligusa hapo, ikiwa mazuri yatakuwa ni mazuri na yatakuwa yanawafaidisha wale watu ambao wameacha hizo athari. Lakini yakiwa ni mambo mabaya yatakuwa atapata ubaya wake, kama vile Chinasi ukate kauli katika wale Nabii Yakub
alipokuwa mauti amemkaribia, kama alisema Mwenyezi Mungu, am kuntum shuhada idha hadara al-maut qalban ma ta'buduna min ba'di, mtaabuduni baada ya kufa kwangu. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika, unarudisha kwenye asili ya kwa hiyo ana athari wazazi, ila abaika Ibrahim Ismail. Hata katika hadithi Sheikh imekuja kwamba baba wao hauidani au majani au, kwa hiyo inaonekana wazazi athari yao ni kubwa kwa watoto. Kabla dada kule katika baadhi ya wakfu ambao kabla ya kwenda kumwaga mtazamaji, kuwakumbusha watu pia neema, sababu fadhkuru ala Allah ni katika jambo moja kubwa sana. Yaani mtu kukumbushwa neema za Mwenyezi Mungu aliyekupa hizo ni Allah. Kwa hiyo katika ili zidumu basi mwabudu, sio kazi tumia nguvu vibaya. Halafu subhana katika yani chochote unachomwasi Mwenyezi Mungu basi ni katika neema zake. Chochote ambacho kinatufanya ukamwasi alikupa neema Mwenyezi Mungu subhana. Ndugu mtazamaji, biidhnillahi taala albayinati katika siku yetu ya leo ndio inaishia hivyo, zikishereheshwa aya hizo, na biidhnillahi taala kumalizika kipindi hichi ni fursa ya kukuandalia kipindi kingine biidhnillahi taala. Na tusingesahau kabla tujaondoka katika kipindi chetu hiki kuwashukuru wale wote walioshiriki katika kipindi hiki, ikiwemo wewe mtazamaji mtukufu pamoja na msikilizaji. Tunakuombea kila la heri na uendelee kuwa nasi katika kufuatilia kipindi hiki, lakini pia tusahau mafundi mitambo, wasimamizi, wapiga picha, Mwenyezi Mungu anawafanya wepesi, lakini pia na wale wote walioweza kuchangia kufanikisha kipindi hiki, Mwenyezi Mungu awafanye wepesi katika mambo yao na awape yote ayakusanye katika mizani na hasanatihim yawmal qiyama. Inshallah kwenye kipindi kijacho tutaendelea kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala, na biidhnillah tutaingia kwenye aya ya 73 katika sura hii, suratul A'raf. Kwa hiyo baki nasi ili uweze kupata faida nyingi sana kuelewa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala katika kipindi hiki cha Al-Bayinat. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. والناس آي النيرات من كتاب الله رب الكائنات، مثمرات مغدقات محكمات، حولها تزكو النفوس الهانئات. كم سمعت روح ونارت من حياة بين أنهار البشائر والعظات، واستلذ القلب فهما وثبات. إنه القرآن حيث المعجزات.